Bwana Yesu asifiwe. Ni siku njema ambayo tumeweza kukutana hapa tuweze kufafanua Biblia kwa undani, na kabla tuanze naomba tuinamishe vichwa tuombe. Tunaomba. Mtakatifu Mungu Baba uishie milele, tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tunapoenda kuchambua Biblia kwa undani. Roho wako Mtakatifu atuongoze na tuwe wasikivu wema, katika jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Nachukua nafasi ya kipekee kuweza kuwajulisha wanaotusikiliza na wanaotutazama ili waweze kujua ni akina nani wako mbele yao. Nikianza na dada yangu aliye mkono wangu wa kuume, atatuambia jina lake na ndipo tuweze kuendelea. Karibu dada. Asante. Na wasalimu wa mchambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Rudia Osoro na wakaribisha nyote. Asante. Akifuata ni gentleman ako karibu na mimi, naomba aseme jina na tuweze kuendelea. Na wasalimu katika Kristo, mjambo. Hatujambo. Jina langu ni Vincent Korir, karibuni sana. Next to me, acha tukaribishe mchungaji aweze kutuambia majina yake. Na wasalimu mjambo. Kwa majina ni Pastor Julius Mwaniki, ninawakaribisha katika lesson ya siku ya leo, lesson ya 11. Asante. Asanteni kwa kutuambia majina yenu. Karibuni kwa kikamilifu katika ufafanuzi wa Biblia. Somo ambalo tunaenda kuliangalia siku ya leo ni lesson ya 11 inayosema Mungu angefanya nini zaidi? Swali linaulizwa, ningefanya nini zaidi? Na katika ile utangulizi ambao tunapewa kisa. Tunapewa kisa cha kijana mdogo ambaye alikuwa ni yatima. Jina lake aliitwa Dennis. Na kijana huyu wazazi wake walikuja wakachukuliwa na askari wa mfalme akiwa ni mdogo, na tangu walichukuliwa wazazi hao hawakurudi tena. Tangu wakati huo Dennis alijawa na hasira na mfalme alikuwa anatawala, kwa sababu aliuliza, mbona wazazi wangu walienda na hawakurudi? Alivyoendelea kukua, aliendelea kuwa na hasira na yule mfalme. Lakini alipokuja kuambiwa ya kwamba wazazi wako walichukuliwa sababu ya ugonjwa ambao ulikuwa unaambukiza watu na kuwaua, ndiposa wakaenda ili ninyi mpone, basi akaelewa Dennis na hasira ile ikaondoka, na akajua kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya uhai wangu ndiposa wazazi wangu wakachukuliwa. Sasa Mungu angefanya nini zaidi ili sisi tukaweze kuwa katika familia yake? Hilo ndilo swali ambalo tunaenda kulichambua siku ya leo, na acha tukasikie siku hii ya Sunday ni nini ambacho Mungu angefanya zaidi ili Kristo anapokuwa yeye ndiye mshindi. Ningempatia nafasi hiyo mchungaji aweze kutuelezea ni nini Mungu angefanya zaidi. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kile ambacho tunajifunza hapa ni kwamba ni kitu gani ambacho Mungu angelifanya zaidi. Mungu amefanya mambo mengi mazuri kwa ajili ya maisha yetu. Kwanza ametupatia uzima wa bure. Kwanza sisi hatungejua kama tungelizaliwa, lakini tuko hai leo, tunamjua Yesu, tunajua yale Mungu ametutendea ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Katika lesson tutajifunza kwamba sisi hata tungelipotea maana tulikuwa wenye dhambi, lakini upendo wa Mungu ndio umetuleta karibu na huyu Mungu, na upendo huo ndio umetutoa kutoka giza kuu na kutuleta katika nuru ya ajabu. Kwa hivyo kuna mengi ambayo Mungu ametufanyia, ambayo tutaendelea mengine kuyaona katika lesson inayofuata, katika mafundisho ambayo yanayofuatilia. Asante. Ndugu Koriri, hebu tueleze Kristo ni mshindi kivipi katika lesson ya siku hii ambayo tunaendelea kuchambua? Naam, shukran sana. Tunapoona Kristo ndiye mshindi, ameshinda vipi? Yes. Ndipo inahali tunapata ya kwamba pia shetani bado yumo kasini. Ndipo tuliona ya kwamba
Yesu akasema ya kwamba the ruler of this world ndiye shetani. Je, Yesu anakuwa mshindi kivipi? Ndipo tunapata katika maandiko matakatifu ya kwamba shetani ameshindwa. Haleluya. Na kushindwa kwake ni kwamba yeye kazi yake kubwa ni uharibifu na kuendelea kutoa na kusema ya kwamba ufalme ama serikali ya mbinguni haijaundwa katika msingi ya haki. Anaendelea kutoa uongo. Ndipo tunapata ya kwamba Yesu akaja. Katika kitabu cha Yohana 18:37. Tunapata wakati katika kipindi hiki Yesu ameshikwa, amepelekwa pale kustakiwa, yuko pale mbeleni ya Pilato. Na akauliza swali ya kwamba je, wewe ni mfalme? Yesu akasema ya kwamba umeyasema, na kwa hakika nilikuja ili nishuhudie haya. Tukapata ya kwamba kupitia jambo hili Yesu kusulubishwa msalabani akaanika matendo ya kisa ya huyu ibilisi shetani, na kuanika matendo yake yote ndipo ushindi ukaonekana. Ndipo tunaona ya kwamba Kristo ndiye mshindi. Jambo la pili ambalo iliweza kufanyika, Yesu alikuja ili aonyeshe na adhirishe wazi matendo ya ibilisi shetani. Na alipodhirisha hayo, nguvu ya shetani imeshindwa. Ndipo tukapata Yesu ndiye mshindi. Amen. Jambo la tatu la mwisho ambalo Yesu aliweza kuangamiza ni kwamba aliweza kuangamiza ufalme wa shetani. Ndipo tukaona kwa hakika huyu Yesu ndiye mshindi. Shetani ameshindwa, ijapokuwa anajaribu kuangamiza watu wa Mungu kupitia mateso, kupitia mambo mengine, lakini long run ameshindwa. Yesu ndiye mshindi. Je, ni nini zaidi Mungu angelitenda kuliko hii? Yesu amekuja, ameweza kuangamiza nguvu za kisa. Haleluya. Kwa hiyo Mama Osoro, wacha utusikie katika ushindi na mshindi. Mwenye haki na mshindi ni nani, na amefanya hivyo kivipi? Karibu. Asante kwa nafasi. Yesu tunamwona ndiye mshindi, na yeye ni mwenye haki, na akiwa ni mwenye haki pia anatoa hiyo haki. Ni mwenye haki na anaitoa. Anatoa kwa watu wake. Lakini anaitoa kivipi? Tunamwona anaitoa pale msalabani. Maana anapokuwa katika utatu, yeye anatumwa ili aweze kuja kuokoa huyu mwanadamu ili haki yake iweze kuonekana, na anaitoa. Sasa tunaposoma katika Warumi 3:23 mpaka 26, yeye anaonekana kuwa ni mpatanishi wa kweli, na kitu kingine kupitia imani anaenda mpaka msalabani ili aweze kuokoa mwanadamu. Sasa uchaguzi unapaki katika huyu mwanadamu. Je, atasimama katika upande gani? Kwa sababu huyu mtawala wa dunia ambaye ni ibilisi ameweza kudanganya wengi, lakini Yesu hakiwa ndiye anatoa haki na ukweli. Sisi ambao tunastahili tusimame na imani hii ambayo tumepatiwa kutokana na yeye ndiye mpatanisha, ameweza kutupatanisha sisi. Kitu kingine tunaona hapa katika hii haki ambayo inaonekana, kuna watu wameiona hiyo haki. Katika kitabu cha unaposoma katika kitabu cha Psalms, Daudi anasema huyu ni mwenye haki. Yeye ameshuhudia. Ni watu wengi katika agano la kale walishuhudia kuwa yeye ni mwenye haki. Hata Nebukadneza yeye anapoota ile ndoto, mwisho Danieli anafanya nini? Anaifafanua na anaieleza. Mwisho wake anakuwa ni mshindi, anasema ukweli Mungu wako ni Mungu mwenye haki na kweli. Anaonekana kuwa mshindi. Hata tunaposoma katika mtu mwingine ni
katika kitabu cha Ufunuo. Anamdhihirisha kuwa huyu ni mwenye haki na ni mtoaji wa haki. Sasa angefanya nini zaidi katika maisha yetu? Amen. Asante kwa hilo. Nafasi hii nitampatia mchungaji atuambie juu ya huu wimbo ambao umeimbwa kwa mpendwa, the song of my beloved. Ni wimbo gani uliimbwa na nani aliimbiwa? Hata leo Biblia ikatufafanulie hayo. Jamani, haleluya. Amen. Hii wimbo ya kitabu cha Isaya ni wimbo wa ajabu sana. Katika manabii ambao walioimba wimbo, nabii ambaye amejulikana kwa kuimbia Mungu wimbo ni Isaya. Isaya anaanza kuimba, ukisoma katika kitabu cha Isaya sura ya 5 usome mpaka aya ya 4, kuna mambo ya ajabu sana katika hapo, ambacho Biblia inaelezea kwamba Mungu akachagua, akatafuta shamba nzuri lililokuwa kwenye kamlima. Alafu akaenda akaondoa mawe yaliyokuwa hapo ndani, akaweka andaki kusunguka lile shamba, akatoa kila kitu, akaweka sinikizo, akaweka mnara juu, ili kwamba ule mnara iwe kwamba kama kuna mwizi atakuja kula matunda katika mnara ule, basi ataonekana akija. Yaani Mungu alifanya kila kitu kwa ajili ya taifa alilolipenda, kwa ajili ya watu wake aliowapenda. Sasa ilipofika wakati wa mafuno, ndio sasa kulitokezea kisasa wakati wa ambao Mungu alipokuja kutafuta matunda akayakosa kwenye shamba lile, kwenye misabibu ile akakosa. Ndio sasa Mungu anauliza katika hiyo, kusoma hiyo haya 3, anasema ni kitu gani basi ningelifanya zaidi katika shamba langu? Anauliza swali ya kwamba anauliza, Yerusalemu na nyinyi wakaaji wa Yuda, niambieni hili leo, amua kati yangu na shamba langu. Yaani hilo jambo mimi linanipendeza sana, kwa kuwa Mungu kabla hajafanya tendo analiweka wazi kwa watu walielewe. Anaweka wazi kwamba hebu nione nani mkosaji. Unapoangalia vile, nafikiri watu wa Yerusalemu wote, wakaji wa Yerusalemu na watu wa Yuda wote waliona kwamba Mungu ni mwenye haki. Hata hivi leo wengine wanauliza mbona shetani hakuuawa? No, Mungu anataka watu wote waone matendo ya Ibilisi, vile watu wanauawa, vile watu ukiangalia kama saa hii watu wanakufa sana wengi Syria, watu wanauawa katika sehemu za vita kama vile Ukraine, kama vile Kongo. Sasa katika yale ni matunda ya uovu tunaona. Ili Mungu akija kuuliza, hebu angalia kati yangu na shetani, amua hivi leo ni nani mwenye haki? Na bila shaka watu watasema aliye mwenye haki si mwingine bali ni Mungu. Kwa hivyo hii sehemu ya wimbo ulioimbwa, Isaya anaimbwa kwa mpendwa wake. Mpendwa wake ni Mungu na Isaya ni nabii anayeuliza matendo mema ambayo Mungu ameyatenda kwa ajili ya watu wake. Lakini Mungu akienda kuangalia matendo ya hao watu, anakuta matendo ni maovu. Unakuta hata viongozi wako ndani ya kanisa ambao wanajua maneno ya Mungu vizuri, lakini wakati mwingine tunatenda maneno ambayo ni maovu yanayomkasirisha hata Mungu. Asante. Asante kwa hayo. Ufafanuzi huo unatuambia Mungu alipokuja kuangalia matunda alikuta wild grapes. Ametengeza shamba lakini badala ya kukuta matunda anakuta wild grapes. Ndugu Korili, unapoendeleza huu wimbo katika hiyo sehemu inayofuata, huu wimbo unaendelezwa tena mbele katika wakati wetu ambapo tunaishi. Hebu tuzungumzie kidogo juu ya huo wakati. Naam, asante sana. Ni kwamba tunaona wimbo huu mzuri sana ikiendelea. Na tunaona Yesu mwenyewe akaweza kusidisha, ni kwamba anasongesha mahali Isaya, kitabu cha Isaya aliachia, amesongesha hatua moja mbele. Na ilipoendelea ni kwamba anaonyesha tena shamba. Na shamba huu ameweza kuiweka vizuri, na
akaweza kuwaajiri watu ambao watafanya kazi kule shambani, wakulima. Kisha huyu tajiri akaenda nchi za mbali, akasafiri. Ikafika mahali ambapo matunda inafaa sasa itolewe shambani. Sasa huyu tajiri akatuma mtu mmoja aweze kwenda kuangalia matunda. Wale wakulima walipoona, akasema hapa hakuna tunda hata moja itaweza kwenda. Yule aliyetumwa akaweza kumshika, wakampika, wakamuua. Yule tajiri akasubiri na akatuma zaidi ya wengi kuliko wale wa kwanza. Na alipotuma vile vile wakaona, wakampika mawe na wakawaua pia. Tajiri akasema, sasa nitatuma mwanangu. Mwanangu ataenda. Perhaps ataweza kumheshimu na kumuokopa hata kufanyia tendo lolote. Lakini wale walipomuona kwa mbali, wakasemesana wenyewe kwa wenyewe. Akasema, huyu ndiye mrithi. Sasa tutamuua. Tukampata ya kwanza, aliweza wakamshika, akaweza kumuua. Nia ni kwamba walikuwa wanataka ule urithi. Ndipo tukaona ya kwamba jambo hili lilipofanyika ni swali ambalo inaturejesha mahali tulianzia, ya kwamba ni nini zaidi ningalifanya. Ona, ameweza kutengeneza shamba, ameweza kutuma wa kwanza, akatuma wa pili, mpaka akatuma mwanao wa pekee, lakini hawakuweza kuokopa. Inatufundisha sisi katika wakati huu, ambapo inatuonyesha jinsi Mungu anafanya kazi. Alianza kutuma kunena pamoja nasi kupitia wanabii, na tukapata ya kwamba badala ya kusikiza wanabii, wanabii wakawawa. Ikafika mpaka mahali Mungu mwenyewe katika kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akatuma mwanao pekee, ila apate uzima wa milele. Yesu akatumwa na tukapata Yesu akawawa tena. Ikatufundisha ya kwamba ni jambo inatuonyesha upendo wa Mungu, na inaonyesha wazi kabisa matendo ya mwovu huyu muuaji Ibilisi. Asante sana. Asante kwa changizo hizo. Tunaona Mama Osoro, tuingie katika sehemu ya mwisho ya siku ya Thursday. Tuambie yale umepata katika sehemu hii. Asante. Hapa katika kuthibitishwa kwa jina la Mungu, hapa tunaona ni Utatu Mtakatifu ambayo unaonekana hapa, Yesu, Mwana, Mungu na Roho Mtakatifu. Na katika kuthibitishwa kwa jina la Mungu, unaposoma katika Warumi 3:1-6, tunamuona kuna swali, ni nani mwenye kosa sasa kati ya hawa watu? Kuna swali ambalo tunaulizwa, ni nani mwenye kosa? Maana unapoangalia yote yamefanywa na huyu mwenye shamba amefanya yote, na wenye kufanyiwa hawaoni, wanafanya the contrary, na wanafanya kinyume, na matunda ambayo yanatoka ni mwitu. Inasemekana kuwa na yale matendo ambayo tunaonyesha sisi ni ya giza. Hatuna nuru tena katika maisha yetu. Alafu tunamuona kuwa unaposoma katika kitabu cha Ufunuo, tunaona wimbo wa Musa na mwana kondoo unaimbwa wa ushindi, kwa sababu ushindi unaonekana katika hata tunaona kuwa wale wazee 24 wanapokuwa mbinguni wakiimba haleluya. Kuna nyimbo ambazo zinaendelea kuimbwa, nyimbo za ushindi. Hii inamaanisha kuwa jina la Mungu linathibitishwa kuwa ni mshindi, na yeye alishinda tangu mwanzo. Alafu kitu kingine tunaona hata mwishowe tunaambiwa kuwa kila goti litapigwa mbele zake. Hata unaposoma katika kitabu cha Filipi, hilo jina Bwana linaandikwa katika herufi kubwa, yani linamaanisha yeye ni mshindi. Si alichoandikwa kwa small letters, linaandikwa kwa herufi kubwa ambazo linathibitisha kuwa yeye ni mkuu.
Kwa hivyo ni uthibitisho mwingi unaonekana hapa kuwa Mungu ni yeye mkuu na hukumu yake ni ya ukweli, na wenye wanao hukumiwa wako na haki kusema kuwa kweli tumeshindwa ama tumeshinda. Kuna haki ambayo inaonekana pale. Amen. Mchungaji, karibu useme jambo tunapomalizia. Nafikiria kile ambacho ningependa kusema ni kwamba katika sehemu ambayo tumetoka ni kwamba Mungu ndiye mwenye msabibu, shamba la msabibu. Hiyo ndio sehemu ambayo ningependa kuchangia. Huyu Mungu mwenye misabibu amepanda misabibu, na wakati amepanda ile misabibu anatarajia akaweze kupata matunda mazuri. Katika kitabu cha Isaya, yale matunda aliyopata ni matunda maovu, matunda mwitu. Ndio maandiko yanasema matunda mwitu, sio yale mazuri ya kulika. Matunda mwitu yanamaanisha kitu gani? Ni maovu, anaona uovu, anaona watu wasio kuwa na huruma, anaona vitina, anaona ugomvi, vita. Badala Mungu anachohitaji kuona ni upendo kati yetu, anaokosa kuona katika hiyo. Alafu ndio Mungu anauliza, sasa mimi ni nini sikufanya? Shamba langu la mzabibu katika kitabu cha Isaya, vile tumesoma Isaya 5, inaelezea Mungu alichokifanya. Akalilimia shamba, akatoa mawe, akaweka mbolea vizuri, lakini baadaye akakosa matunda. Sasa nauliza mimi nilifanya nini? Tunapolinganisha na hiyo sehemu ya Yesu anatoa mfano juu ya mzabibu pia. Anasema mimi nilikuwa na mzabibu, nikaweka watu waitunze, nikatuma watu waje, nikatuma wakati wa kuvuna, sasa natuma watu waende wakavune. Lakini hapa wakati wanaenda kuvuna, matunda yako tena ni mazuri, lakini wanaokula si wale walengwa, si mwenyewe anakula, ni mwingine. Ndio Mungu anauliza, maandiko anatuambia kwamba sasa akatuma watu wa kwanza wakawapiga, wengine wakawaua, wengine wakapiga mawe wakawaua wote. Mungu akatuma mwenye shamba tena akatuma watu wengine wengi sasa kuliko wa kwanza, wakawapiga nao pia. Akasema waje sasa mimi nitume mwanangu sasa. Anapomtuma mwanangu wakafurahia kuona mwana wake, maana walimjua, wakamuua tena. So katika vipengele hivi vya haya maneno ndilo swali linauliza, sasa huyu bwana mwenye shamba akija atawafanya nini? Ndilo swali linauliza, ni nini yeye atakayofanya? Bila shaka Mungu atakapokuja atakuja na hasira kubwa sana. Maana alipatiana neema kubwa kwa watu, lakini neema ile wakaichezea. Na vile tulivyo sasa hivi, Mungu ametuweka kwenye shamba. Tusisahau hivyo. Mungu ametuweka kwenye shamba. Shamba lake ni kuleta watu kwa Yesu. Mungu ametupatia neno, ametuita kutoka gizani. Wengine walikuwa walevi, na wengine walikuwa ni watu wauaji, wengine walikuwa ni watu ambao walikuwa na wenye dhambi kwa sambuli mbalimbali. Mungu akawaita, akawaleta. Anachotarajia kutoka kwa hao watu washiriki wa kanisa wanaomjua Mungu sio vitina, si kupigana, si masengenyo, sio ushabashi. Kile Mungu anachohitaji, anataka upendo, anataka amani, anataka sisi tumwabudu katika hali ya kweli na ambayo inayomtukuza Mungu. Mungu anapoikosa hiyo, ndio anauliza swali kwamba sasa nifanye nini? Ni kipi sikufanya katika hawa zaidi? Nini singefanya zaidi? Hilo ndilo jambo naweza changia hapo. Asante. Asante kwa kuchangia. Vile pengine ningeongeza kusema Mungu ni Bwana wa mabwana, ni Mungu wa miungu. Hakuna Mungu kama yeye na hata kuwepo. Na sasa anaporudi, harudi tena kama yule mwana aliyezaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi katika zizi la ng'ombe. Anarudi kama mfalme wa wafalme kuhukumu ulimwengu ambao aliuumba, na akawafanyia kila kitu ili waweze kupata nafasi ya kuingia katika uzima wa milele. Lakini tumekaidi, tumemwasi Mungu, na anapokuja hata kuwa tena na huruma, bali atakuja na hukumu. Je, dada yangu na ndugu yangu unayenisikiliza jioni ya leo,
utakuwa katika kundi gani? Karibu Koriri, kama una la kuongeza, ama wasikilizaji mnaotutazama kama kunaye anayetaka kuchangia, nafasi ni sasa, karibu. Naam, asante sana. Nikiongeza jambo moja tu ambalo swali hili ambalo linaulizwa ni kwamba maandiko yanadhihirisha wazi kwamba Mungu ni Mungu wa upendo na alilitenda yote mpaka ikamkarimu amtoe mwanawe aliye pekee. Anapouliza swali hilo ni kwamba amelitenda yote. Jukumu ni sisi kutii sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna jambo ambalo umekuwa umesahau kidogo. Ningependa, jina langu naitwa James Onyango. Ningependa nijue Biblia inasema kwamba serikali ya shetani itaangamizwa. Na watu wanatatizika kwamba wengine wanasema kwamba mtu akifa hakuna mbingu mpya wala dunia mpya, watu watabaki hapa hapa. Ninaweza kuambia watazamaji kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya. Ningependa hilo swali lijibiwe ili wapate kujua kwamba tuko na maisha baada ya kifo. Manake wengi hawajui. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Watazamaji, unaweza kuwa una swali, unaweza kuliandika hapo chini. Na tukilipata tunaweza kulijibu wakati mwingine. Swali ambalo ameuliza James Onyango ni kwamba watu wanapokufa kuna hukumu, kuna watu wakifa wanaenda wapi? Nafikiri ndio swali anauliza. Watu wanapokufa kama walikuwa ni wenye haki bado watalala kaburini mpaka siku ile Yesu atakaporudi atakuja kuwachukua. Hicho ni kitabu cha Yohana fungu ya kitabu cha Mathayo sura ya 24 kama sichakosea. Biblia inazungumzia kwamba waliokufa watafufuliwa na watafufuliwa wakati Yesu arudipo mara ya pili. Swali la pili ambalo unasema kwamba hii dunia itabaki vile ilivyo na wengine wanasema tutaenda mbinguni, ndilo swali tena anauliza. Watu wakifa, watu wanapokufa, ama tuseme mbingu hii, yani unauliza kuhusu mbingu hii. Kama mbingu hii dunia itabaki vile ipo ama tutakwenda mbinguni. Biblia haijasema kwamba dunia itabaki vile, yani haijasema kwamba itabaki vile ilivyo hivi, hakuna mabadiliko. Vile nasema kwamba Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 21 itakwambia Mungu ataumba mbingu mpya na nchi mpya, ya kale yatapita. Kwa hivyo hakuna kitu cha kale hapa duniani, manyumba yote Mungu ataumba vitu vipya. Na hivi atakapoumba vitu vipya ndio Biblia inazungumzia kwamba mbingu itashuka, na mbingu itakaposhuka atachukua wale watakatifu. Ndio maandiko yanavyozungumza namna hiyo. Asante. Sijui kama kuna mwingine anaweza kuongezea zaidi. Asante kwa hilo jibu. Nafikiri mtazamaji, msikilizaji mwenzangu umeweza kupata jibu, ujue ya kuwa nchi hii tulioishi na mbingu tunazoziona zote zitakoma, lakini kuna nchi mpya na mbingu mpya ambazo zitakuja, na ule mji mtakatifu ukiwa na watakatifu ndani yake ambao wameishi pale kwa miaka 1000, na ndipo watatawala na Yesu katika nchi sio na dhambi, kifo wala kilio. Na Bwana Mungu atusaidie ili tutamani kuwa katika mji ule. Sijui kama kuna mwingine angetaka kusema jambo kabla tufunge kipindi hicho kwa ombi. Kwa kumalizia ninasema kuwa katika ushindi, Yesu akiwa ni mshindi alitenda makuu, hata alichupuliwa kwa sababu ya dhambi zetu. Bado tuko na neema. Yes. Neema iko, inastahili tumwangalie yeye msalabani ili tupate hiyo neema na tuweze tujue ili shamba ambalo tutalitunza vipi, na sisi ambapo tunastahili tulifanyeje, na Mungu wetu aweze kutupa hiyo neema ili tuweze kutoka nuru tuingie tutoke giza tuingie nuru.
na Mungu wetu aweze kutusaidia. Amen. Basi tunapofika pale nitauliza ndugu yetu Koriri aweze kutufungia kwa ombi. Kwa hivyo sote tutasimama ili tuweze kupata ombi. Karibu ndugu Koriri. Baba Mungu wetu, muumba wa mbingu na nchi, tunaimiti na kuinua jina lako. Mungu wetu, ni wewe pekee unayestahili sifa na utukufu milele sote. Amen. Baba wetu, wewe